kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa. Baba yetu uliye juu mbinguni, naliinua jina lako Mungu mtakatifu, maana jina lako lina nguvu na lina uwezo. Mapenzi yako umenizingira kwa nguvu zako. Nimeona Bwana masaa ya Jehova, Bwana wa majeshi, watu wako wako mahali hapa wakitaka kusikia neno, ili ndani ya neno hilo likamkomboe, likamfungue na likamweke huru. Nami Baba nasongeza mikononi mwako, achilia nguvu na achilia uwezo, mapepo na mashetani kusimama Choma Yesu, katika jina la Yesu. Nilivyosimama unisimamishe, nione nguvu zako na mkono wako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema naenda kuongea kuhusu ukoma. Tutaona huyu mtu mmoja mahali hapa alikuwa anaitwa Naamani. Huyo tunaenda kumzungumzia kwa nini akawa na ukoma. Amen. Fungua kitabu cha Wafalme wa pili, kama sijakosea, na mstari ule wa 5. Tutaanza mlango wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifupi tutasoma huo mlango wote mpaka mwisho, ili kwamba tukaone ukoma huu wa Naamani ulikuwaje. Amen. Naongea na mtu ambaye yuko hai. Wewe ambaye unajiona kwamba uko mzima, lakini kuna mambo ambayo yamekuwa madhaifu kwako, yamekuwa manyonge kwako. Basi unapokuwa lile jambo moja ama lingine huwezi ukawa unakosa, na ukawa kama huyu Naamani ambaye alikuwa ni mwanajeshi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mtu aliyekuwa ni kiongozi. Haijalishi wewe si kiongozi, mwanzo ugonjwa hauchagui, lakini kama unamjua Yesu utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Wafalme wa pili, mlango ni wa 5, na tutaanza ule mstari wa kwanza. Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, alikuwa mtu wa mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa Washemi walishinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini mwenye ukoma, na Washami walikuwa wakitoka vikosi na kuwatoa kwa. Bwana Yesu asifiwe. Na niongee tu kwa huu mstari wa kwanza. Andiko imesema ya kwamba Naamani alikuwa mtu ambaye ni mkubwa mbele ya bwana wake, na pamoja ya ule ukubwa wake mbele za bwana wake alikuwa akiwapa watu wale ushindi kwa ajili ya uongozi wake, maana alikuwa shujaa wa vita. Amen. Leo ni wewe mtu ambaye unasema Yesu ni Bwana, simama ukalitetee jina la Yesu. Simama kama wewe mwokofu, maana
katika msimamo wako na katika wokovu wako utakupa kushinda adui yule shetani. Bwana Yesu asifiwe. Naamani akawa mkubwa mbele za bwana wake, na katika Israeli watu walikuwa wanapata ushindi kupitia kwake. Labda alikuwa ni kiongozi, maana ameambiwa alikuwa mkubwa. Kwa hivyo lile jeshi ambalo lilikuwa likienda vitani, amen, alikuwa ni mwenye kuongoza, na pamoja na kuongoza wakawapa wale watu ushindi. Lakini maandiko yametuambia huo mstari wa mwisho ya kwamba alikuwa na ukoma. Amen. Mungu anaweza akafanya jambo kwako, na Mungu vile utakavyojipeleka ndio hivyo Mungu ataweza kukutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi uko mtu wa namna gani, haijalishi unapitia njia gani, lakini maandiko huyu Naamani na ukoma wake, hata mambo mengi yanafanyika kupitia kwake, kwa sababu ni shujaa wa vita, akiongoza watu kwenda kuwakamata wafungwa na kwenda kuwapeleka. Kuwa ni hodari, lakini ukoma alikuwa nao. Amen. Leo watumishi wa Mungu, leo watu wa Mungu tumejaa ukoma ndani ya wokovu wetu, ndani ya maisha yetu, maana kile tunachokitaka sicho tukipatacho. Amen. Maana kama ni uzima, kama ni wokovu, ni usimame vizuri na Yesu. Leo unataka wokovu, leo unataka uzima, lakini hutaki kusimama. Naamani akawa na ukoma. Amen. Unajua ukoma huo ni ugonjwa ambao hata mtu wa kwako anaweza akakukataa. Kukakataa naaminisha hivi ya kwamba hamtaweza kula sahani moja, maana ana ukoma, amekatika vidole. Ukoma wa Naamani ilikuwa ni kukatika katika vidole, na akawa ana ukoma mwili mzima, lakini pamoja na vidole vyake vya nusu akawa anasababisha mafanikio mema mbele ya bwana wake. Amen. Mupe mkono mwenzako, mwambie umefanya nini ndani ya Mungu. Ndiposa ajivunie huko kuna babake Chris ni mwokovu. Umefanya nini? Amen. Na mwingine labda uko hapa hata kuomba kwenye ujumbe. Amen. Ama kama ni mama, umepika chakula unapelekea watu, na ukaambiwa uombe, unasema nimeombea jikoni, kumbe hujui kuomba. Amen. Huo ni ukoma, kwa sababu kwa njia moja huwezi. Soma huo mstari wa pili. Tunaenda moja baada ya nyingine. Nataka upate kitu kitakacho kwenda kukufungua. Huyu jemedari wa vita ambaye alikuwa ameaminika, naona katika hilo jeshi lote na ule ufalme aliokuwa akiutawala, maana maandiko yameambiwa ya kwamba alikuwa mkubwa mbele ya bwana wake. Amen. Akikushika hata kuachilia mpaka akakufunga, kama ataenda kufunga wapi, lakini akawa na ukoma. Inawezekana uko hapa unasema Yesu ni Bwana, kuomba unaomba, wengine wanafunguliwa, lakini wewe unabaki ukiwa na matatizo. Huo ni ukoma. Amen. Kanisani unaja saa 6 na labda una kazi ya kufanya huko. Amen. Na hata kama uko nayo kazi ya kufanya, lakini wewe unaweza kwenda kazini saa 6. Bwana Yesu asifiwe. Si huo ni ukoma? Ni nani anaenda kazini saa 6 hapa? Saa 6 ndio unabumburuka kwako unaenda kazini. Hata mimi si kazi ya kuandika. Tena saa 1:30 huwa natoka nyumbani. Amen. Tunamsababisha kuona kama Mungu hafanyi, lakini ni kwa sababu ya ukoma tulizo nazo ndani ya maisha yetu. Lazima leo, kama ukiamini leo, mwambie Mungu akuondolee ukoma wa kuchelewa kanisani, akuondolee ukoma wa magonjwa, akuondolee ukoma wa aina zote. Mwambie Mungu leo niondolee. Amen. Hata kukosa maombi pia huo ni ukoma. Amen. Hakuna jambo lolote, wewe ni mshirika, uko ndani ya kanisa, lakini hakuna jambo lolote unalochangia. Kila kitu kitaka
kiongozi, na wewe utafanya, alafu uambie watu fanyeni. Wewe unaweza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu wenye ukoma na mafarisayo wako ndani ya kanisa. Amen. Mimi mwenyewe kufanya na yule mwenye anafanya naye sitaki afanye. Huo ni ukoma. Amen. Sikia huo mstari wa pili unasemaje, ama hiyo Biblia yako inasemaje? Soma huo mstari wa pili peke yake. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika ile hali wafunga na kuwapeleka kule wanakowapeleka, maandiko imetuambia ya kwamba wakachukua mfungwa mmoja katika hiyo nchi walioenda kuteka. Bwana Yesu asifiwe. Na wakampeleka kwa bibi Naamani ili amhudumie kama mfanyikazi wake. Amen. Lazima watu wa Mungu tukajijue sisi ni nani. Haijalishi leo uko mahali hapa, haijalishi hata kesho utaenda wapi. Kule utakakoenda, yule Mungu aliye ndani yako bado uko naye. Ni Mungu wa hapa lango la uzima peke yake. Ukienda huko kwenu hakuna lango la uzima. Amen. Lakini je, unaye Yesu ambaye siku zote yeye yuko? Wakachukua mfungwa wakaenda naye. Naona huyo aliponea. Kama alikuwa anawapa Washami ushindi, ina maana alikuwa akiua watu, akawa akiwafanya matendo mabaya, lakini kwa huyu kijana akamnusuru ya kwamba aende akamfanyie kazi mke wake. Amen. Kubali kuwa mtumwa kama unataka kuona ufalme wa Mungu. Amen. Sikutaka kujifurisha. Unajua funza nini? Anafura lakini mwilini mwa Mungu. Mwokovu haufai kuwa namna hiyo. Amen. Lazima mwenyewe kwanza ujikubali. Lakini mfungwa huyu ameenda kufanywa kuwa mfanyaji kazi, lakini hata ficha uso wa Mungu mahali pale. Mstari wa 3 unasemaje? Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana amemuona yuko na ukoma, hata labda kama ni kumpikia ama kufua nguo zake, alikuwa labda uko na wasiwasi. Lakini yule kijana, maandiko imesema ni kijana. Haijalishi alikuwa mwanamke, haijalishi alikuwa mwanamume, lakini ni kijana anayemjua Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda akayangalia, pamoja utumwa nilionao, maana nimechukuliwa, lakini sasa wana shida. Hao mabosi ni wagonjwa. Amen. Hakuangalia pesa huyu kijana, akamwambia yule mke wake, laiti bwana wangu angekuwa hapa. Amen. Bila shaka ugonjwa wake ungepona. Haleluya. Laiti Mungu angekuwa ndani yako kikamilifu, usingekuwa wa matatizo. Amen. Jana niliombea Mwislamu mmoja. Amen. Akaja akasema yeye ana shida. Na shida ya kwanza ni hii. Anaweza kuamka usiku, yani anasikia mtu anamwamsha na anamwambia toka, alafu atoke na aende. Mara sauti nyingine mwambie, hebu chukua kisu jikate. Achukue kisu ajikate, paka akasema alienda kulazwa huko Warabuni siku moja. Anasema yeye yuko Warabuni, alikuja mwaka jana, saa hii kama wiki 2 hivi atarudi huko. Anasema wakaenda wakampeleka hospitali, amejikatakata paka damu zinatoka. Amen. Akapelekwa, akaenda akapimwa akili, akapimwa ugonjwa hakuna. Amen. Nikamwambia si huko ni Warabuni, na wewe ni salamu aleikum. Amen. Sibembelezi watu kama Bwana Yesu asifiwe. Maana utakapomjua Mungu wako vile alivyokuwa akinieleza, na Mungu naye akawa ananieleza mengine, akaniambia ya kwamba huyu ni
matatizo yake atapona. Amen. Akaeleza hiyo mwisho, nikamwambia mwisho wa kujikata ilikuwa lini? Akasema wiki 2 kabla nije Kenya. Sasa nilikata humu mikononi humu. Sasa vile nikianza kutoka damu, yani nasikia amani. Uzima huo. Amen. Hasa anasema nimekuja kwa hilo. Alafu la pili, babangu ni mgonjwa. Huyo babake amemstaja, ni mzee wa mtaa. Na salamu alaykum, yule hata akipita anaongea peke yake. Na sijui kule kwetu tunaita rozaro, sijui hao Waislamu wanaitaje ile tasbih. Sasa ni hiyo moja, maana rozaro si Kiswahili, tasbih ni Kizungu, ni hiyo moja. Sasa huyo jamaa yuko hivi, lakini saa hii huyo mtoto wake akaja anasema kimeumana. Amen. Babangu anakesha akilia, hata tumeenda hospitali, tumeenda Mariakani. Huyu mama anasema alikuwa anaishi Majengo, anaishi Majengo Kanamai. Nikamwambia Mungu wewe atakuponya, lakini mambo ya babako nenda ukamwambie yeye mwenyewe akubali. Amen. Maana huwezi kumchukulia imani na hiyo roho ambayo inakufuata. Sasa anasema alafu ikiondoka hiyo roho ya kujikatakata, nyingine ananiambia sasa nenda ukajiue. Amen. Sasa kule Warabuni anasema anashinda ndani ya nyumba, hiyo roho anaishinda. Lakini huku Majengo sasa anatoka kama ni kamba ya dera, anaweka hata anaenda kujinonga. Alafu kabla afike huko kuna kitu kitatondeka ambacho kitamsababisha atafika. Amen. Nikamwambia sasa unatakaje? Maana huku kwa Yesu nako kuna sheria zake. Amen. Na hata wanaangalia huo msikiti. Hata afadhali mimi niko mbali kidogo, wao wako hapo hapo msikiti. Akakubali. Sasa nikamwombea toba, nikamwombea. Nilipomwombea alilia machozi na akaanguka chini. Alafu ile roho yenye kufanya hizo sarakasi sasa ikajisema. Amen. Lakini kwa huyu babake nilikataa kumwambia mengi, lakini ni mmoja ambaye amekuwa akipiga vita lile kanisa. Amen. Hata kuna mwingine ambaye yuko hali mahututi mpaka hata akafa leo. Nasikia wiki iliyopita alikufa akalia, lakini akarudi akasema haja kufa vizuri. Amen. Huyo kuna wakati mmoja tulimpata katika anga, anasema yule wamemuweka huyu wakufa alafu akafufuka. Wale wachawi wengine wamemuweka yule apigane na ile kanisa mpaka liondoke. Kwa hivyo huyu hawezi kufa. Lakini juzi alikufa alafu akarudi. Si uko njiani huyu? Amen. Na huyu naye, huyu Muislamu naye ni mmoja wao huyu. Lakini huyu mtoto hata yale mengi aliyoniambia nikawa naambiwa ni huyo babake. Lakini utamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukamjue Mungu wako. Huyu kijana alipoenda kuwa mtumwa, akasema alipowaona wale matajiri wake, anamuona Naamani vile yuko, anatisha, anahuzunika. Akasema laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule mtumishi kule kwetu sasa ambako nilitoka, angepona ugonjwa wake. Wengi tumembeba Yesu Kristo, lakini hatuna faida ya huo wokovu. Maana kama ni shida tuko nazo, matatizo tuko nayo, leo ondoa matatizo, ondoa hizo shida, maana Mungu atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Nimeombea Waislamu wawili, natazamia leo nije nipate ripoti wameingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni Mungu anayeponya. Nimemwambia ya kwamba ukitaka kumwona Mungu ni wewe mwenyewe. Na kama ukitaka kwenda pale si msikiti ule pale, wewe nenda. Hatuna lazima hapa hata kuombea Waislamu. Lakini kama huko kunaweza, ndio anasema tumeenda kwa waganga, tumeenda hospitalini mpaka daktari walisema. Sasa huyu babake anasema daktari walienda kumwambia kama hii mishipa yenye kuunganisha hili paja, hii nyonga hii, mishipa miwili imeachiliana. Hasa anasema yule babake anakesha akilia. Nikamwambia nenda ukamwambie akiwa tayari, hata kama mimi nitaondoka,
Amen. Lakini kanisa liko hapa na kutaingiwa vizuri na atakuja kufunguka. Lakini naongea mambo ambayo najua hataweza, maana yeye ndiye adui mkubwa wa kanisa. Anasema lilikuja linaharibu, mambo yake hayafauli. Kisha aje kweli, atakuja huyo. Hata kama Nikodema usiku pia hawezi kwenda hivi hivi. Amen. Mtu wa Mungu, simama. Tambua Mungu aliyekuokoa. Hata kama una mambo yako unayoyafanya wewe mwenyewe unajua, lakini simama na huo wokovu wako. Anatambua Mungu wake, anatambua mchungaji wake, maana kila alicho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuko ana follow up, muulizeni huyo mama, ana faida ya hiyo follow up. Amen. Ukitaka kumwona Mungu lazima ubadilike kwanza, alafu fuata kile Mungu anachosema. Huyu kijana akasema, yani anamwonea huruma. Naona hata kuomba pia alikuwa hawezi kuomba, maana kama angekuwa anaweza angemshika mkono na kakemea mapepo. Bosi ni baadaye. Amen. Heshima ni baadaye, lakini hata kama ni babako vyao kemea, alafu baadaye heshima irudi. Lakini pepo hao ameondoa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4 unasemaje? Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa alivyopeana huo ujumbe, ukaenda kwa huyu mfalme, ukaenda kwa huyu Naamani, huyu mtu mkubwa. Sasa ona vile unapelekwa. Yule kijana aliyekamatwa huko anasema hivi na hivi. Amen. Wanasema huyu, naona alikuwa ni Muislamu. Kuna miaka kama mitano. Bwana Yesu asifiwe. Kaja naye ndani kwangu. Sasa nilivyokuja muhoji, anasema mwanamke alisema yeye alitumia neno mimi limenitoka, lakini nilivyoenda kule kwake nyumbani, sijui anaswalia watu, yani anaombea watu. Sijui utaita kuombea huko kikwenu, sijui mnahitaji huwa anaitwaje kwa hiyo jina la kwenu huko kwa Uislamu. Maana alisema huyu sijui ni huyo mama alikuwa ni muistadi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tatizo aliloletwa nalo, lakini kuna jina lingine alilinena. Amen. Pale kwake nyumbani kuna kama madhabahu yake, ameweka ile ni misala ama ni nini yako. Kumejaa tele hivi vitabu hivi, vimejaa mrundo. Anasema anaswalia watu, anafungua watu, lakini yeye mwenyewe ugonjwa wake umemfikisha Tanzania na hajapona. Amen. Sasa yule mfanyaji kazi wake yule akamwambia, we twende nikakupeleke kwa mama mchungaji wetu, amekuwa kama yule kijana, utapona. Amen. Hapo ndo nilijua huu Uislamu uko mara mbili. Huyu Mwarabu hata alijivunia kusema hiyo dini ni sini ya Waarabu. Sasa yeye akaniambia hivi, kama mimi sasa, mimi Mwarabu, mimi siwezi kuingia kanisani, na hata nikiingia kanisani pia inaniruhusu niwe kwa mawe hata nipe, lakini hapa kibandani, hata kwako nyumbani naweza kuja niombe.
upigwe kwa mawe ufe, ama uwe na ugonjwa nikikuombea upone. Akasema, sikiza nikwambia tatizo la kwanza. Nimeenda Tanzania, nimepelekewa na watoto wangu. Tumbo linauma, linanguruma, kuna kitu kinatembea. Na mimi niko na miaka 5 sijaenda choo. Na anakula huyu miaka 15. Amen. Mwambie mwenzako uko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alivyoenda kule Tanzania, akaenda akaambiwa na wale wataalamu wanatumia, huwa wanapenda kutumia neno watu. Akasema wale wataalamu wakamwambia aliwekewa majini mabaya. Kwa hivyo yeye ni atoe mbuzi na 15,000, alafu aje afanywe kisomo, lile jini baya linalomsumbua waliondoe, waweke jini zuri. Huo ni uzima. Cheka mwanzo alafu ndio kaendelea. Na huyo ni mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Si mtu mzima. Amen. Anasema wanangu tumechoka, tumepambana nawe ya kutosha, sahi hatutaki, rudi Kenya. Sasa wakarudi naye. Sasa anasema niko hapa nyumbani, nyumba kubwa, inafaa hata ikawa kama ingekuwa na wapangaji, ni yeye peke yake. Anasema anaishi pale, watoto wake kila mmoja na mkewe na nyumba yao. Sasa anasema nikiketi hapa sitting room, mara nasikia mferejini jikoni maji yanafunguliwa, mara bafuni yanafunguliwa. Nikienda bafuni hakuna mtu amefungua maji. Nikiketi hapa nasikia watu wanatembea wakiongea. Nikiangalia hakuna mtu, ni mimi. Sasa silali mchana na usiku. Sini mateso hayo. Anasema miaka 15 amekuwa hiyo nafasi. Na anaswalia watu wakipona, lakini yeye mwenyewe miaka 15 anakula na aendi choo, tumbo inauma. Nikamwambia kwa Mungu lisilowezekana. Nikamwombea pale kibandani. Yakashuka, wanaita maruani. Basi yalipanda na mimi nikapanda nayo. Amen. Sawa, nasema amepandisha maruani. Nikamwambia hayo maruani yapanda. Sasa hatujui Mungu. Kaambia mtamjua leo. Hiyo ni ya kwanza. Amen. Wakaongea. Mwisho akasema basi tunamwachilia. Lakini aliyemtuma aje hapa, na nikamwambia hiyo hata si swali, si tatizo. Nyinyi tokeni muende. Amen. Nikamwombea maji. Nikamwambia kunywa haya maji alafu osha uso. Wakati huo sasa ilikuwa inakaribia kama ile saa 7 kasoro. Ni saa 7 kasoro ile ambayo inaadiniwa. Sile ya Ijumaa ile nyingine. Anasema sasa mimi lazima niswali. Haya maji umeombea naweza kutawada alafu ni swali. Naambia tushaswali tayari. Na kama ukitawada tawada kila mahali, si nimeombea. Wewe oga hata mwili mzima, jimwagie. Mnaoga vipi? Mnatia masikioni, mnatia kichwani. Wewe fanya hivyo. Amen. Akafanya akamaliza. Akasema sasa nifanyeje? Kaambia sini basi. Wewe nenda, kukiwa na tatizo utaniambia. Ama umwambie huyo mfanyaji kazi wako alete habari. Kulipokucha asubuhi, hata akapiga simu. Akasema njoo huku nyumbani. Sasa namtuma huyo mfanyaji kazi wangu na pikipiki. Njoo huku. Hapo Barisheba stage alafu naingia ndani huku. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipofika mahali hapo, akanionyesha kipande cha nyama kikubwa. Si unajua nyama steki? Ile fresh ile kama ile ya punda ile, sina keti na kama iko na yani iko nyekundu sana kama yana madamu. Sasa anasema alipokunywa hayo maji hapa, akasikia kama uko ndani ni kama kuna mtu anakoroga. Alipofika kule nyumbani sasa akaenda choo, akatoa hiyo nyama na madamu yake, yani steki. Hata kama ukienda kuambiwa nyama hiyo chukua, unaweza chukua, lakini ujue limetoka tumboni. Halina choo, halina chochote, lakini ni nyama fresh. Amen. Nikamwambia sasa hivi umeniita nifanyeje? Nimekuita uje utakase hii nyumba yangu.
na hii nyama hii, mwanzo hata nitapigia simu watu wangu, watu wake wengine wako Lamu, wengine wako Malindi, hata watu zaidi ya 5. Anasema wao pia waje waombewe, na wakaja pale kibandani. Walikuja kama wanakuja hospitali. Amen. Wakatoka Lamu wanajaangalia maajabu. Miaka 15 leo hii amekuja kuombewa, amekunywa maji, ametoka nyama. Bwana Yesu asifiwe. Baba mmoja sijui alisema ni kazini yake mkubwa ambaye anakuwa Lamu. Akasema mimi sijaamini. Ati ngoja nipige hiyo picha, alafu nikupige picha wewe mtu wa Mungu, alafu nikaonyesha, kaambia huo ni pumbavu, lakini pigeni muende. Haya, wakapiga hao, wakachukua wakaenda. Amen. Yani ilikuwa shangwe, watu walitoka Malindi basi nzima wakaja pale Barisheba, alafu wakaletwa na huyu mama. Huyu mama alikuwa ni mamake Musa. Pale alikuwa anafanya kazi kabla aende huko Warabuni. Bwana Yesu asifiwe. Nilishangaa, kuna Mungu. Wewe wacha kushikilia dini, haitakupeleka popote. Amen. Ushikilie dini na uwe na magonjwa, na usishikilie dini na upone. Rahisi ni gani? Amen. Akapelekewa waraka baada ya kuambiwa huyu angekuwa pamoja na Bwana wangu, laiti angepona huu ugonjwa wake. Waraka ukapelekwa. Yule kijana aliyekamatwa, aliyeko kule nyumbani kwa huyu mkubwa, anasema hivi na hivi, hawawezi kutamka jina la Yesu, lakini Yesu ni mfalme. Amen. Huyu Mwislamu wa jana na muongoza na toba, nafika hapa na ukoka na kuamini, anasema naambia ni hivyo. Yani kote ameongea, lakini hiyo ya kusema na ukoka ati naambia ni hivyo. Someta kama ombi ni hivyo. Sasa hapa na kazi yako, endelea hapo. Akapelekewa habari, anasema hivi na hivi. Asemi yule amesema kuna mtumishi wa mstadi, ni Mungu huko, ni mtumishi, angekuwa huko. Mfalme wa Shamu akasema, haya, sema nini? Basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, waraka huu utakapo kuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naaman kwako, ili upate kumponya. Bwana Yesu asifiwe. Ukoma wake. Yule mfalme sasa akasema, mimi ndio nitampelekea. Wacha ujumbe, hata kama umekuja unaambiwa kamwambie rais hivi na hivi. Kama ni Mungu aliyekutuma, kutatokelezea njia na uoga hautakuweko, maana ni Mungu aliyekutuma. Lakini kama si Mungu, utapitia wapi ndo mfikie rais? Yule mfalme akasema, nitapeleka mimi hizo habari. Akachukua vitu, akachukua mavazi, akachukua fedha, akachukua kila kitu, anaenda kwa mtumishi wa Mungu. Amen. Na ule waraka ya kwamba atakuja ili umuponye. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia katika malango haya, ni lazima ukaweze kumtumikia Mungu katika kweli na pia roho. Amen. Si kutoka huko nyumbani unakuja kuabudu Mungu, hauna sadaka, hata neno nalo Biblia huna. Sasa kwa hivyo ukikoseka huko juu, kunakoseka mpaka huko chini. Amen. Kwa sababu neno hutalisikia. Mwanzo wakati wa neno hata ndo moja unasinzia. Ukitoka hapa sasa, ukifika nyumbani ukaulizwa neno limekuwaje, huna la kusema. Mfalme akasema, ni mimi nitapeleka habari. Nitapeleka habari. Akachukua vitu akampelekea na akasema, haya basi, hizi vitu zimekuja ili kwamba ukamponya Naamani ukoma. Lazima kufunguliwa, mtafute Mungu. Maombi yanayoombwa katika kweli
Mungu Elisha. Sasa Elisha anasema nini hapo? Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Mungu aliposikia ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbone umeyararua mavazi yako? Bwana Yesu asifiwe. Huyu Elisha hakujali. Mfalme sasa akakasirika. Amen. Unajua unao msemo ambao unasema aliyepale juu mngoje wapi? Na mtu yoyote mwenye nacho huwa hataki kusikia neno kwa mtu ambaye hana, maana hawezi kumwambia chochote. Amen. Si tuko pamoja hapo? Na mtu yoyote ambaye sasa wewe labda uko na cheo fulani, ama wewe tuseme kwa mfano uko na gari na mwingine hana gari, hujarushiwa matope wewe. Mimi nimerushiwa siku nyingi njiani. Ni makusudi tu ili tujue yeye anaga. Mfalme alipopata zile habari akadharau, maana alijiona ya kwamba mimi mfalme, kila kitu niko nacho. Amen. Kwa nini niende? Kwa nini aende huko kwa yule mtu wa Mungu? Anasahau kwamba kila kitu ako nacho, lakini Yesu hako naye. Kama huna Yesu ndani yako, hauwezi kufanikiwa kwa jambo lolote. Tafuta Yesu awe ndani ya moyo wako, awe njia yako, awe kiongozi wako, awe tegemeo yako. Kila mahali mwambie Mungu nitangulie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunafika wakati watu wa Mungu tunaona ya kwamba sisi tumefika, lakini safari bado. Huyu mtumishi alipopata zile habari akasema, mimi ni nani? Amen. Maana amedharauliwa siku nyingi. Wacha Mungu wako asimame. Wewe ni dharau mimi, lakini usidharau aliye ndani yangu, maana hujui nilimpata wapi. Na kila mtu anajua kule alikompata Yesu wake. Kwa hivyo wewe ni chanje tu vile utakavyo, lakini kilicho ndani yangu kiache hivyo hivyo. Huyu mtumishi wa Mungu akasema, kwa sababu hiyo huyu anatafuta magombano na mimi. Kwa sababu gani? Siku zote labda alikuwa akidharauliwa, siku zote labda alikuwa akitendewa mambo maovu, lakini leo haraka umeenda kwamba niponye. Lakini mtumishi wa Mungu akasema, haya naaje sasa, naaje nimponye. Amen. Safari ya amani sasa inaenda. Ni mlango wangapi hapo? Twende. Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Na aje kwangu, naye atajua kuna Mungu aliye halisi na wa kweli wa Israeli. Amen. Amen. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni kwa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea ujumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuja sasa na ule utajiri wake na magari yake na kila kitu,
kijeuri. Siwezi kuinamia pepo hata kama unavyo, si ni vyako. Vina kazi gani? Nenda mbele za Bwana. Mwambie Mungu nifinyange. Mwambie Mungu nifinyange. Mwambie Mungu niondolee ukoma. Mungu ondoe. Haijalishi ni ukoma wa namna gani. Ni ukoma wa namna gani. Mwambie Mungu nimekuja. Ondoa ukoma. Ondoa maishani mwangu. Katika Mungu uliye mtakatifu, na kuabudu Yesu wangu, na kupa utukufu, maana unaweza. Shuka ndani ya watu wako, kwa mkono wako ulio na nguvu. Shuka ukawatendee, shuka ukawapiganie ule ukoma Yesu uliokuwa na ramani. Yesu mwana wa Mungu uliojaa ndani ya watu wako, nenda ukaondoe, nenda ukafungue, nenda ukaponye, nenda ukaangamize. Haijalishi Mungu wameteseka kwa muda gani. Omba, 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 omba. Mungu akutoe. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Nasema ni asante, maana kwako kuna uwezo, maana kwako kuna nguvu, maana kwako kuna uzima. Kila ufalme wa giza, kila miungu ya mapepo, Yesu weka moto, Yesu weka moto. Yesu nabomoa, Yesu nabomoa ukoma. Asante Mungu wa mbinguni, Baba yangu, katika jina la Yesu, kashukishe nguvu zako, kashukishe uwezo wako. Tazamia na moyo wake Yesu, nalijua maroho ambayo zinasimama, mapepo yanayosimama. Yesu wangu nenda ukaondoe, Yesu wangu nenda ukaondoe, Yesu wangu nenda ukahamishe. Wewe ni Mungu mwaminifu, navunja na bomoa katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye juu. Shuka na ukombozi wako, shuka na uweza wako, shuka na moto wako. Mapepo yote yanayosimama, falme zote zinazosimama, weka moto, weka moto katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Shukisha ukombozi wako, shukisha uzima wako. Ana kwako kuna uwezo. Nenda ukamtawale Bwana, nenda ukamzingire Jehova. Kaondoe ukoma ndani yake, kaondoe tatizo ndani yake. Kila kifungo ninang'oa, kila kifungo nabomoa, kila maroho ninavunja, kila minuko ninayokemea kaweze kushindwa katika jina la Yesu. Ukoma wa kuumwa na kichwa, ukoma wa mahangaiko, natoa hizo maroho pale makaburini, hizo vifungo
weka moto. Mapepo ya uganga, mapepo ya makaburini ya kufanya watu kuumwa na vichwa, navunja, navunja, navunja. Weka moto, weka moto, weka moto, weka moto, weka moto. Achilia mumewe, achilia yeye mwenyewe. Enyi maroho mnaojaza chuki ndani ya hii nyumba, weka moto, weka moto. Wewe ondoa, ondoa matatizo yako, mtoe yule bwanake pale makaburini ambapo mmemuweka ili asiweze kuendelea. Mungu wa mbinguni, weka moto, weka moto, weka moto. Hiyo roho na ikemea ishindwe katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni, Bwana wa uwezo ni wewe, Mwana wa Mungu ni wewe. Baba yangu nabomoa msiotaka maombi, msiotaka aombe, ukasema naomba, ukamwita mchawi. Sasa chomekeni, sasa chomeka, chomeka na kemea. Mungu wa mbinguni, kila kifungo naondoa, kifungo cha mapepo naondoa, nang'oa. Kwa heri, haraka, achilia maombi yake, achilia maisha yake, achilia ndoa yake, achilia mumewe, achilia watoto wake, haraka, achilia haraka, achilia. Nasema achilia huyu mume, waachilie watoto wake, achilia na kutangazia waweke moto sasa, waweke moto. Enyi maroho, chomekeni, 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 chomekeni katika jina. Wewe Mungu, wewe ni Mungu uliye juu. Namtakasa kwa damu ya Yesu. Kama ufungue kwa uwezo wa Mungu. Haijalishi anachopita. Haijalishi Mungu shuka na mkono wako wenye nguvu. Umutakase na mponye katika jina la Yesu. Mama huyu baba atakasike, matiti yake atakasike. Enyi maroho, baba yangu huyu shetani aliyesimama ndani ya mama huyu ambaye hataki akaweze kuwa na hizo baraka. Tazama zile maroho za kule milimani zilizosimama, wanasema hata huyu haitawezekana. Washa moto, washa moto, washa moto, washa moto. Enyi maroho, enyi waroho huko milimani, naweka moto. Achilia, achilia hii matiti, achilia haya maumivu, achilia, achilia haraka. Mungu wa mbinguni, kata Yesu, kata Yesu, kata. Mnaosema haitawezekana, nasema inawezekana katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, ukoma, ukoma. Mungu wa mbinguni, wakutokuolewa, ukoma ambao Mungu wa mbinguni umesimama ndani yake, namutoa, namutoa kwa maagano, kwa ukoma. Washa moto, washa moto. Ninamutoa maisha yake, mafanikio yake. Mungu wa mbinguni, enyi maroho mliosema hatafaulu, mliosema hatafanikiwa, leo nateketeza katika wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Namleta mama huyu, najua wewe Mungu uko kwa operesheni hizi. Mizimu hawa waganga, mizimu yao naiweka moto, naiweka moto. Operesheni yako unayoifanya, hizo madamu ambazo pepo anazitoa ndani yake, Mungu unajua ni wapi zinatoka. Bwana Yesu, shuka na moto, shuka na moto. Nakamata, nakamata falume wa giza, falume wa chawi, wajemi, nang'oa ulichokiweka ndani ya hii tumbo. Roho ya nyoka, nakamata roho ya nyoka, nakamata ile ya waganga, ninakamata. Mungu wa mbinguni, ongeza damu yako, ongeza damu yako, ongeza damu yako. Hakuna mauti takayopatikana hata kuwa muganga. Hizo falume zote weka moto, weka moto, weka moto katikati. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Ninamleta mikononi mwako mama huyu. Mateso haya Jehova imefika mwisho. Nenda ukamfungue, nenda ukamponye, nenda ukamweke huru. Kila kifungo alichokisimamia adui kikaweze kushindwa katika jina la Yesu. Mzee unamleta kwako, upiganie vita Bwana. Hawezi peke yake, anahitaji nguvu zako. Maisha
nyumba yake uitawale, familia yake uitawale, kila vituko na sarakasi zenye kusimama ndani yake ili kutatiza maisha yao, weka ndani ya moto, choma katika jina la Yesu. Bwana mulinde, Yesu mtetee na yule adui katika jina la Yesu. Namleta mzee huyu mikononi mwako, kamutakase. Ibilisi alienda mbio kunena maneno yasiyokuwa leko, Mungu wa mbinguni hadi akaisimamisha. Baba yangu sasa, fungua mlango yake Yesu wangu, ile biashara wacha ukafungue wewe, Mungu mwenyewe akakuone Jehova, ili akakutukuze. Zile mapepo Jehova na zile maroho ambazo zinakuja na kumwongelesha, na kamata mateka Kristo, na nyamazisha ufalme, na bomoa kazi za giza, kaweze kushindwa kwa jina la Yesu takatifu, katika jina la Yesu. Namleta mzee huyu mikononi mwako, nenda ukamutawale mwili wake, takasa, fanya operesheni Bwana ndani ya moyo wake. Wewe Mungu peke yake naweza kuganga moyo wake, haijalishi maroho sitarushwa kiwango gani, simtatize maisha yake. Weka ndani ya moto, weka ndani ya moto, nenda ukachome Jehova. Tazama ombi lake wewe Mungu ni kwamba ukaregeshe familia yake, zile vituko na sarakasi anazofanyiwa na wanadamu. Wewe Mungu ukawe kimbilio lake, maroho na mapepo weka moto, choma katika jina la Yesu. Baba yangu, katika jina la Yesu namleta mzee huyu mikononi mwako. Tazama hizo maroho zinazomtafuta Bwana, walimwekea sumu ile Jehova ikawashindwa. Tazama Yesu mwana wa Mungu, ile roho anamtafutia mauti, najua hata kufa bali ataishi. Hizi maroho za kufa na zikemea katika takase mwili wake Bwana, kamweke huru Bwana wa majeshi. Kifungo kile alichofungiwa asione mafanikio ishindwe katika jina la Yesu. Namleta kwako Bwana wangu, nenda ukamutawale, nenda utakase. Bwana wa majeshi, kasimame tu na maisha yake. Una hitaji lake alilonalo Mungu wa mbinguni ni ugonjwa, kamuponye tatizo la aina zote, kakutane nalo katika jina la Yesu. Mapepo kusimama, wacha yasiwe na nguvu wala uwezo katika jina la Yesu. Namleta mikononi mwako, kamutakase kifua, nenda ukaondoe na nena uzima ndani ya kifua hiki. Haijalishi Jehova hilo jiwe lilowekewa na ibilisi ili kamutese kule kwa mizimu ya wachawi waliosimama Jehova na kumubandika, wacha Mungu ukamutakase, kifua chake akatakasike, tumbo lake akatakasike, mwili wake wote akaponywe katika jina la kila kifungo kikaondoke na akaweze kuwa mzima. Wewe ni Mungu uliye juu, muponye Bwana Yesu, mufungue mtakatifu, mweke huruni mwanao, kaachilie ukombozi, kaachilie uzima, kila kitu anachohitaji. Wacha Mungu ukasimame, mapepo kufungia nje maisha yake yakaweze kushindwa katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Mwana wa Mungu, umesema utanyamaza hata kama mizimu imesimama Jehova na kusema lazima tukaweze kumupata. Baba yangu, naja kinyume, namleta enyi mizimu ambayo hamjachoka ndani ya maisha yake, lazima mkamwachilie, lazima mkamwachilie. Leo ni mwisho huo ukoma wenu mliomubandika nao, asifanikiwe, asifaulu. Mumetesa familia, mumetesa watoto wake. Weka moto Yesu, weka moto Yesu, weka moto Yesu. Ili joka Bwana layotembea kwa kizazi chake, tazama alivyojisokota. Na washa moto, na washa moto, na washa moto kwa hii kizazi, na washa moto haraka. Yesu ninakata, Yesu nakata, Yesu nakata unajisi wote ukatike katikati. Wewe ni Mungu uliye juu. Baba yangu, unaweza. Namleta mikononi mwako, nenda ukamutawale, nenda ukamufungue, kaachilie amani, kaachilie uzima, mapepo na mashetani kusimama yakaweze kushindwa katika jina la Yesu. Mapepo yote mliomubandika, Mungu wa mbinguni, nakamata
nakamata mateka huo ufalme, ninakamata huo ufalme, ninakamata. Tazama roho kwenda mbio, navunja hizo falme, nabomoa ufalme wa giza. Achilia maisha yake, koma wanamani Jehova, ukaweza kuponywa. Haijalishi umewekwa wapi, wewe ni Mungu unaona. Nenda ukang'oe, nenda ukang'oe taji la moyo wake. Ninang'oa mwanzo kwa ile mizimu. Shuka na moto, shuka na moto, shuka na moto, na mtoa jinsi alivyo katika jina la Yesu. Mwana wa Mungu, unaweza mambo yote. Hizi maroho ambazo zimesimama, zisizotaka amani, zisizotaka uzima, zisizotaka mafanikio, Mungu wa mbinguni navunja. Yesu wangu navunja. Weka moto kwa mama huyu. Ninateketeza kila falme ambazo zimesimama ndani ya tumbo lake. Mara Mungu wa mbinguni, vitu vinavyotendeka kwenye tumbo, Yesu navunja, Yesu navunja, Yesu nabomoa. Mungu ninateketeza na moto katika jina la Yesu. Haya, ondokeni haraka. Waganga tokeni haraka na mwachilie. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Huu ufalme uliosimama, hii miungu iliyosimama, nateketeza, nateketeza roho za talaka, nateketeza roho za talaka za kutokufanikiwa. Weka moto, weka moto, chomekeni, 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 chomeka na mwachilie haraka, chomeka na mwachilie katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Hiyo Baba yangu, kamuzingire. Mungu mwenyewe una uwezo wa kumtoa, una uwezo wa kumfungua. Haujashindwa Yesu. Wewe ni Mungu. Baba yangu katakase, Yesu wangu katakase, Yesu wangu takase, Yesu wangu katakase, na ukaachilie baraka zako, maana unaweza. Asante Mungu. Namleta mikononi mwako tangu siku ya leo, zile madhabahu ambazo zilimfunga. Mungu wa mbinguni, nachukua uwezo na mamlaka, nikiharibu, nikibomoa madhabahu za kanisa ambazo Mungu wa mbinguni zinamtesa mama huyo. Wamemchukua, wakamufunga ili asipate ufahamu, akajua ni nini kinachoendelea. Leo fungua hayo macho yake, leo mfungue. Uliyemfungua na amani, hata leo tamfungua. Namtenganisha nayo madhabahu isiyomwabudu Mungu, namtenganisha nayo. Mara ya kwanza Yesu mtenganishe, ile ya pili mtoe mwenyewe kwa hiyo madhabahu katika jina la Yesu. Wana wa majeshi walisema wameshindwa, wakasema ya kwamba mwaka huu ni lazima hiyo kafara wanayoitafuta kwa ile boma. Mungu wa mbinguni haina uwezo ndani ya mama huyu. Nachukua nguvu na mamlaka, mtakase, mfungue, muponye, mutetee Jehova, mzingire kwa nguvu za moto. Hizi maroho za kutolewa kafara, weka moto, choma katika jina la Yesu. Baba, nenda ukamfungue, nenda ukamponye, akawe huru mikononi mwako, ukamtetee, ukampiganie na ukamweke huru. Kila milango ya kuzimu ikaweze kushindwa, maana haina uwezo, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu wangu, maana unaweza. Mungu aliye kama wewe, namleta mama huyu mikononi mwako. Katazame mateso ambayo shetani amembandika. Nenda Mungu ukashuke ndani yake, ukamkomboe, ukamfungue, ukamweke huru katika jina la Achilia ukombozi na uzima ili uinuliwe. Baba, katika jina la Yesu, namleta mama huyu mikononi mwako pamoja na mumewe Jehova. Nenda ukawatawale kile kifungo kinachowafunga, ile madhabahu zilizochukua majina yao. Leo ninaziteketeza na kuzibomoa katika Asante Jehova Jire. Wewe ni Mungu wa uwezo. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Baba yangu, Mungu wangu, ninasema ni asante. Nyosha mikono yako Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kuabudu na kutukuza, maana ni mwingi wa mapendo, ni mwingi wa utukufu, ni mwingi wa huruma Jehova. Naleta kila moja mikononi mwako aliyelisikia neno hili. Baba, nenda ukawaponye. Yesu, nenda ukawaponye. Kichwa nenda ukatakase, kifua nenda ukatakase, tumbo nenda ukatakase, mguu nenda ukatakase, kichwa nenda ukatakase, kila mapepo Jehova
Jehova, yaliyowafunga Yesu nahamisha. Weka moto, weka moto Yesu katikati. Tazama Mungu wangu uliye juu mbinguni, wengine ni maonevu tu ambao shetani amewaonea, amewabandika ukoma ndani ya maisha yao. Jehova, kila wanachokifanya wafanikiwi, kila wakijaribu kwenda mbele wanarudi nyuma. Hizi maroho za kutokufanikiwa, hizi maroho za kutokuendelea, Yesu weka moto, Yesu weka moto, Yesu weka moto katikati. Wewe Mungu uliyemponya Naamani, Jehova, najua utawaponya. Haijalishi Mungu wa mbinguni wanayopitia, Yesu wameyaleta kwako, maana Mungu wewe unayajua. Pepo amekalia kazi ya mtu, pepo amekalia biashara ya mtu. Enyi mashetani, wikieni mahali mulipo, mapepo yaliyokalia kazi. Yesu ninafungua, Yesu nafungua hiyo kazi ya mtu, nafungua mahali imekaliwa. Yesu, Yesu nafungua, Yesu nafungua hiyo kazi, nafungua katika. Asante Jehova Jire, wewe ni Mungu uliye juu. Inua tu hiyo mikono yako. Wewe ni Mungu uliye juu mbinguni. Kuna mtu Jehova Masia amefungiwa nje, amebandikwa roho ya kukataliwa. Kila endako haonekani. Jehova Mungu wa mbinguni, ni kazini haonekani, ni maisha ya kawaida haonekani. Hiyo roho ya kukataliwa, hiyo roho ya kukataliwa, Yesu naivunja, Yesu navunja. Hasa hamisha, Yesu hamisha roho ya kukataliwa, Yesu hamisha katika. Wewe ni Mungu unaweza. Inua tu hiyo mikono yako. Tazama Mungu wa mbinguni, kuna yule mtu Jehova ambaye Jehova Masia amefungwa macho ili asione mbele, ili asione mbele. Nakata we, achilia, achilia, wacha kupiga nduru hapa. Achilia haraka, achilia, achilia na uende. Leo ni mwisho. Hizo maroho za kung'ang'ana unamfuatilia, mara nakataliwa, hata kazini anakataliwa. Haraka, toa roho ya kukataliwa. Naweka moto, naweka moto, naweka moto, naweka moto, naweka moto katika. Haraka, piga nduru na uende. Piga tena, zaja tena. Haya, kwenda haraka, kimbia, kimbia haraka, kimbia, kimbia na uende haraka. Mungu wa mbinguni, ninamtakasa mama huyu kwa damu ya Yesu. Roho za kukataliwa, Yesu wangu, nazikemea, naziteketeza na moto katika. Tangu sasa hivi maisha yake ni huru, maana umemponya. Uliyemponya Naamani haujashindwa kumponya. Atakasika, we huru. Wacha sasa Mungu akawe mzima. Hizo maroho alizobandikwa za kukataliwa, unajisi wa mapepo ukaondoke katika jina la Yesu. Takasike nawe huru, asimame akuinue. Wameshuka Mungu, nenda ukawatakase. Koma ulio ndani yao, nenda ukawatakase. Haujulikani ni ukoma wa namna gani. Ninachojua ya kwamba wameshuka, wamejisovya. Nenda ukawafungue katikati. Mungu wa mbinguni uliye juu mbinguni, tazama Bwana, kuna mwingine hata ajue anapotoka mahali hapa kanisani anaenda wapi na ataishije. Wewe ni Mungu. Hiyo roho nahamisha, nahamisha, nahamisha. Hiyo roho ninaihamisha katikati. Na mwingine mahali hapa anapoenda kutafuta kazi, anapoenda kazini, kuna hii roho inamfuatilia mfano wa ndege wa angani. Wewe ni Mungu uliye juu, wewe ni Mungu uliye juu, wewe ni Mungu uliye juu. Hii ndege inayomfuatilia huyu mtu anapoenda kazini, inamfuatilia ili kuharibu. Yesu mwana wa Mungu, huyu ndege namkamata, huyu ndege nakamata. Yesu nakamata kwa jina la Yesu. Yesu nakamata, Yesu nakamata. Weka moto, weka moto, weka moto
mikono yako. Kuna hii roho ya wasiwasi. Uko mahali hapa, yani we roho iko wasiwasi. Kila mahali uendapo unasikia roho iko wasiwasi. Baba yangu, hii roho iliyobandikwa huyu mtu, Yesu una uwezo. Hii roho naikamata ndani ya huyu mtu, nakamata. Haijalishi Mungu amani amekuwa nayo muda gani. Leo Yesu uliyemponya na amani, nenda ukaiondoe hiyo roho ya wasiwasi. Yesu, nenda ukaiondoe hiyo roho ya wasiwasi. Ondoa katika Yesu. Nahisi unaumwa na kichwa. Unahisi kama kichwa inakuuma. Wewe Mungu uliye juu, endelea tu kunyosha mkono wako. Hiyo mishipa Baba inayounganisha hiyo kichwa, shuka na nguvu zako. Shuka na nguvu zako. Penyeza damu yako ndani ya hiyo kichwa. Hayo maumivu ya kuuma na kichwa, nakamata. Nakamata maumivu ya kuuma na kichwa. Yesu kamata. Yesu kamata. Yesu kamata. Weka moto. Weka moto katika. Wewe unaumwa na tumbo, shikilia hiyo tumbo. Hizo vitu vinavyotendeka ndani ya hiyo tumbo. Mara tumbo kujaa gesi. Unahisi tumbo halina amani. Unahisi vitu kunguruma kwa hiyo tumbo. Baba yangu na Mungu wangu, ninakamata huo ufalme, nakamata huo ufalme wa kuuma na tumbo. Hiyo gesi ya mapepo, hiyo tumbo kujaa gesi. Weka moto Yesu. Weka moto Mungu. Vitu vinapotambaa, maumivu ya hiyo tumbo, ninakamata. Ninakamata. Weka moto Yesu. Weka moto katika. Asante Jehova, maana wewe una uwezo. Jina lako litukuzwe Kristo, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Nakabidhi kila mmoja mikononi mwako aliyeingia katika ibada hii. Amelisikia neno lako Bwana. Najua umeponya mwili na roho. Nenda ukawafungue wanapotoka mahali hapa, hata wakiwa kule nyumbani, wakienda nyumbani, waende wakiwa ni wazima. Mapepo Bwana wa Mungu kuwafuatilia, kuambia hata haujapona, kuambia hata bado ni mgonjwa. Hizo maroho ninavunja. Hizo maroho navunja. Hizo maroho navunja. Weka moto katika. Asante Jehova. Baba, katika jina la Yesu nakupa sifa na utukufu, maana unaweza mambo yote, nawe unatosha Mungu wa milele. Naleta kila mmoja mikononi mwako. Wacha ukamfungue na ukamponye ili akuinue. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba.